Watu wanaokaribia mafanikio ndio wanakutana na majaribu makubwa zaidi, kwa sababu shetani anakuwa anajua ni hatua gani uliopo na nini kitatokea baada ya situation uliopo. Let me tell you one thing guys, I'll be honest with you, life is war. Na kwa kuwa maisha ni vita, unatakiwa kujua kwamba ukiwa jeshini, ukifika kuna kipindi ambacho tunaita cha uzalendo. Unatolewa uraia, unaanza kuwa mwanajeshi, askari wa kijeshi, kuruta. Sasa kati ya kipindi cha kuwa askari wa kijeshi na uraia kuna kitu kinaitwa uzalendo. Yaani unatolewa kwanza uraia, alafu unakuja kuwa mzalendo. Alafu ukitoka mzalendo tunakuja kuwa mwanafunzi wa kijeshi. So, kila stage inakuwa na level yake ya intensity. Unapokuwa raia kuja kuwa kutolewa uraia kuja kuwa mzalendo, hata ni kidogo anakuwa na ramsha nyingi, hekaeka yani hivi. Ukiwa kwenye level hiyo, unaona Mungu wangu. Hii ndo safari ya jeshi kweli. Hapa sasa ndo alichotuambia jeshi ni sio ile mama. Kwa sababu hauruhusiwi kusimama, hauruhusiwi kutembea. Muda wote ni kukimbia. So, kwa sababu ni raia, umeingia kwenye hali ya kuwa mwanajeshi na umefikia hali ya uzalendo, kwanza kutolewa uraia kuja uzalendo. Unaona kila kitu ni yani ni vumbi muda wote, ni yani unaona kama dunia iko hivi. Ukishakuwa mzalendo, unapitia kipindi cha uzalendo sasa, heka vurugu, heka. Baada ya kuwa mzalendo, unakuja kuwa mwanafunzi askari. Unaitwa kuruta. So, mwanafunzi askari hapa unafundishwa sasa kuwa askari. Stage ya kwanza uliona ni heka vumbi jingi. Stage ya pili kuna kautulivu kana kuwepo. Kuna ratiba ya kila kitu kinafanyika. Ratiba ya mazoezi, ratiba ya kusoma darasani, ratiba ya silaha, ratiba ya nini, ratiba. Kunakuwa hakuna vurugu, lakini intensity unakutana nayo kwa mwanafunzi wa kijeshi, unakuja una realize kumbe kwenye uzalendo it was a joke. Huku kuna madarasa hadi umekaa hapa unalenga shabaha, pembeni yako inapigwa risasi. Huku ndo kuna mtu kufa, kuna mtu kupata pressure, kuna mdada mwingine anaweza kaa na stress. Wewe shangaa mkaka ndo kapiga risasi mwenzake, mdada ndo kapiga risasi mwenzake, wamepiga yani vurugu, heka, kulala nje, kutokulala, kukaa muda mrefu bila kulala. Yani mambo ni heka, ni vurugu nyingi, kuchimba mashimo, kufanya nini, kutembea. Yes. Hii yote unatrainiwa kuwa hapa unakuwa kama askari mwanafunzi. Sasa askari mwanafunzi anapitia heka. Ili wewe uje kuwa askari kweli, yani kuwa mwanajeshi kweli, lazima inabidi uwe mwanafunzi kwanza wa kiaskari. Ukimaliza yote haya, inabidi uchukue kozi ya sehemu husika unakoenda kuwa kitengo gani. Ukifika kwenye hicho kitengo, huku unapitia kidogo professional training ya kuendesha kitengo husika. Afu ukimaliza yote haya, unaanza kunufaika na kurelax na kuenjoy. Lakini muda wote, saa yote vita inapokuja, wewe ndo mtu wa kwanza kuingia kule, kwa sababu tumesha kutrain everything. Maisha yako hivyo. Mtu yote ambaye anakaribia kupata matokeo lazima apitie situation ambazo ni ngumu. Hizi ngumu zinakuandaa kwa ajili ya kupata matokeo. Ukiona pia wewe ni mtu ambaye hakuna chochote unachopitia, kila kitu kiko relaxed, mambo yote yamekwenda kwenye mstari, what the point ya kupata matokeo unayotaka? Kama tutakupa hayo matokeo na utashinda kuyahandle. Lazima uwe na emotional intelligence. Kama unahitaji kuja kuwa kiongozi mbele za watu chini yako, unataka kuwa boss, unataka kuwa CEO, lazima uwe na emotional intelligence. Tutaamini vipi umekuwa emotional intelligence? Lazima tukupitishe kwenye situation ambazo zitakufanya uwe na control emotions zako. Utatamani kutukana mtu, utajizuia. Utajizuia. La sivyo utapoteza watu. Kumbuka unavyo recruit watu kwenye kampuni yako, kila mtu anakuja na malezi yake, makuzi yake, kila mtu anamfanya. Kuna mtu anaamini mimi nipo kazini kufanya kazi, sipo kazini kwa ajili ya kujifunza vitu vingine vya ziada. Kwa hiyo utafukuza kila mtu. Hamna mtu yote ambaye ataweza kufanya kazi chini yako na wewe. Yes,